Atape Kihonda Net Event. Atape Kihonda Net Event. Habari za jioni. Hamjambo. Karibuni jioni ya leo. Wangapi wana furaha? Mungu wetu awabariki sana. Ninachukua nafasi hii kuwakarimu, kuwakaribisha, kuwashukuru na kuomba Mungu aendelee kunena nasi kule ambako yeye ndiye tu anajua. Akinena maeneo hayo atakuwa ametubariki sana. Na kwa uwepo wa Roho Mtakatifu atujalie kuendelea kusikiliza na kuitikia sawasawa na mapenzi yake. Nayo machache tu hapa ambayo ninahitaji kuweza kushiriki pamoja nanyi kokote mlipo. Nashukuru kwa ambao tayari wameendelea kuitikia ujumbe kwa ajili ya Biblia, ambao tayari kule Butimba tutahitaji kwa ajili ya Biblia, ambao tayari wameshaanza kuitikia kwa kutoa fedha zao. Lakini pia na gereza la Mkono wa Mara hapa Morogoro, ambapo wanahitaji Biblia Mungu hao ambao wanabatizwa katika magereza hayo. Na ninatambua kwa ajili ya Jerome Mwindi kwa ajili ya jambo hilo kubwa mno ambalo umefanya kwa ajili ya Biblia. Mungu akubariki sana. Lakini pia yuko Paulo Mlasa Mlengera kutokea kule Zambia. Yeye pia baada ya kusikia ameweza kutoa fedha kwa ajili ya Biblia. Lakini pia mpendwa anaitwa Garasino, ambaye tumepokea kupitia mchungaji ule wa mtaa wa Magomeni, na Mungu akubariki sana. Lakini pia Felix Makoro, ambaye naye ametoa fedha kwa ajili ya kuwezesha Biblia hizo. Kesho tutakuwa tuna taarifa kama tutakuwa tumefikia ama itakuwa bado, tutawajulisha. Mungu awabariki sana, na wale ambao bado wanaendelea kufanya hivyo kwa kuzingatia wito huu ambao Mungu ametupatia. Lakini ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtaa wa Kanyoza. Huyu ni mchungaji Emmanuel Tito. Katika vituo walivyo navyo watu wametoa vyombo vyao katika vituo viwili ambao sio Waadventista, katika vituo 6, na wametoa na eneo ambayo walipaswa kuonyesha mipira, lakini wamezuia. Hao sio Waadventista, lakini wametoa katika maeneo yao na vyombo vyao. Mungu awabariki sana kwa ajili ya kujitoa kwenu. Lakini yule mama katika mtaa ule wa Kinyerezi ambaye ametoa nyumba ya sala ambaye si Mwadventista, Mungu akubariki sana kwa ajili ya kujali kwa watu kwa kupokea wokovu. Bwana akubariki sana. Kule Miomboni Pharmacy Iringa kule ambako wanatupata wakiendelea na shughuli za kuhudumia wanaohitaji matibabu, lakini wameweka kituo vile vile. Mungu akubariki sana dada Joyce, pamoja na timu yako yote pale Kiomboni Pharmacy. Lakini tunaendelea kushukuru kwa ajili ya Nyabihore Sekondari, ambao kwa watu wasiopungua 600 kila siku. Mungu awabariki sana pale, na taarifa hiyo tunaipokea kutoka kwa mkuu wa shule hiyo ya Nyabihore. Kutoka pale Chiringe, kanisa la Waadventista Sabato Bunda. Kutoka pale Bariri tumepokea taarifa hizo. Kutoka pale Buruka, kanisa la jiji la Arusha. Bwana wabariki sana. Kule Njiro, lakini kutoka Riverside kule Lesoiti, Mungu awabariki sana. Kutoka kule Segerea, Mungu awabariki sana. Na kutoka kule kanisa la Waadventista katika kile kituo kilichoko kule Mbeya, kule kanisa lililoko kule Mbeya mjini. Bwana wabariki sana, na Mungu ataendelea kujifunua kwetu, na tutaendelea kushiriki yale tunayopokea kutoka kwa presenter wetu, na takuwa na sehemu chache sana ya mimi katika yale ambayo wanayapokea, ambayo watahitaji na wananipatia kwa uchache naweza kushiriki. Kwa hivyo Mungu awabariki na karibuni sana. Ninaendelea kuwatia moyo katika vituo vyetu. Wekeni chombo maalum kwa ajili ya kupokea vitu na kwa ajili ya maeneo inayohitajika, watu maalum wanaohitaji
naamini katika kila eneo wapo watu hao, na uongozi wa eneo hilo watavipeleka maeneo hayo. Hapa pia Kionda, natamani kwamba uje ukiwa na sabuni, uje ukiwa na taulo za kike, uje ukiwa na hiki, na uongozi utavipeleka na taarifa zao tutazipata na tutawajulisheni kwa hapa Kionda na katika kule vituo kile ambacho watu wa Mungu wanafanya kule. Na jioni hii ya leo ninawakumbusha bado wanaoratibu katika vituo kwamba tunaendelea kuwa na ibada ya maombezi kila tunaponyamaza katika mikutano hii jioni. Kila jioni tunakuwa na ibada ya maombezi, sala, kuzungumza na Mungu wetu kwa njia ya sala, ambao tunachukua sio zaidi ya dakika 10-12, halafu ndipo watu wanatawanyika. Kwa hiyo wakati matangazo haya yanapokoma katika mbashara, huwa tunaendelea hapa Kizota, hapa Kionda, halafu na vituo mbalimbali tunatazamia kwamba na ninyi uongozi wanaoratibu watu wasitawanyike, wenye haja na ya mioyo kukutana na Mungu wao, na watu maalum kabisa wawepo. Mchungaji, Mungu amekuamini; mwinjilisti, Mungu amekuamini; kiongozi wa kituo pale, Bwana amekuamini. Hakikisha hawaondoki watu wa Bwana wenye kiu hiyo, na ndani ya dakika chache kabisa, halafu ndipo watu waweze kurejea. Karibuni jioni ya leo. Tunalo somo la pekee, nyayo katika jukwaa, sehemu ya kwanza. Nyayo katika jukwaa, sehemu ya kwanza. Tufumbe macho tuweze kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, wewe uliyekusudia tuyajue mapenzi yako, jidhihirishe tena, ukaoneshe upendo wako na uwezo wako wa kuokoa, faraja ya kukuamini, ujasiri wa kukuitikia tunapoalikwa kujisalimisha kwako. Tutendee hayo katika jina la Yesu Kristo, amina. Nyayo katika jukwaa. Jukwaa ni eneo lililoinuka juu. Ina tafsiri nyingi, zaidi ya 20 neno jukwaa, zaidi ya 20. Lakini maana iliyotumika kwa somo la leo, eneo lililothibitishwa, eneo lililonyanyuka juu ya usawa wa ardhi, eneo ambako shughuli muhimu, nyeti, shughuli kuu, shughuli ambayo ni yenye uzito inapotendekea. Jukwaa, tunaweza kusema jukwaa rasmi. Tunasema hapo ni mahala ambako viongozi wakuu wa nchi wanaweza kuketi. Kama ingelikuwa ni maamuzi, tutasema hapo ndipo mahala ambako maamuzi nyeti yanafanyikia. Hili ni jukwaa ambalo tumaini linakuja kwetu. Kuna nyayo zinazoleta tumaini na sasa zinakwenda kwenye jukwaa. Na hivyo jioni ya leo Mungu anafunua jukwaa hilo, na leo ni sehemu ya kwanza ambako wewe na mimi tunaalikwa kukwea juu ya jukwaa hilo. Jiandae kufika hapo. Jiweke vizuri, ingia kwenye jukwaa, kwa sababu nyayo za tumaini zimetoa mwaliko jioni ya leo. Jana tulipokuwa tunamalizia habari ile muhimu kabisa, tukaangalia katika mzania, tunavyoendelea kuona hiyo sehemu ambayo tulimaliza sehemu ya pili. Lakini leo tunaposogea katika mzania hiyo, tuliona kitu cha pekee, ya kwamba angalia kitu cha pekee ambayo tuliweza kuona ya kwamba Yesu Kristo amefufuka. Lakini tukaona jana tunapounganisha na ile juzi kwamba ni nyayo zisizofukiwa, yani uwezi ukamfukia Yesu na ukaona umemweka kwenye udongo, atatoka, kwa sababu yeye ndiye mwenye uhai. Ndiye aliyemwambia Yohana wa Patmo kwenye ile Ufunuo 1 mstari ule wa 17 na 18, akasema, usiogope Yohana, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, Alfa na Omega. Mimi tazama, nalikuwa nimekufa, lakini ni hai na ninaishi milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Usiogope Yohana.
Yeye aliyekufa akazikwa ndiye aliyefufuka, na anasema anazo funguo. Yesu huwezi ukamfukia. Wengine wote walipofukiwa walibaki, lakini Yesu ni nyayo zenye matumaini zinazotoka ndani ya kaburi. Leo alipotoka wapi na anafanya nini? Hii ndio habari njema leo. Jukwaa limewekwa mbele yangu katika kitabu cha Timotheo ya kwanza sura ile ya 3 na mstari ule wa 16. Fungua na usome pamoja nami. Timotheo ya kwanza sura ya 3 na mstari wa 16, na hapa na nukuu: bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Hilo neno sio Mungu, ni neno mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Sikiliza vizuri, ninaendelea kueleza habari hii jioni ya leo. Wale ambao wanadhani yule aliyedhihirika, Biblia inaeleza katika Yohana 1 mstari wa 18, hakuna mtu aliyemuona Mungu mahali popote isipokuwa Mungu Mwana aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Na sasa sikiliza ambacho Biblia inaeleza katika sura ya Timotheo ya kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Paulo anamwandikia mchungaji kijana anayeitwa Timotheo, aliyekuwa ni mchungaji wa makanisa ya Efeso, kanisa lilokuwa mjini, kanisa la jiji la Asia. Akamwambia, sikiliza mchungaji kijana, akamwambia hivi, siri ya utauwa ni kuu. Siri ya utauwa ni kuu. Ile neno siri haimaanishi kwa Kiingereza, haipaswi kuitwa secret. Yaani siri inayotajwa pale, neno la Kiunani mysterion, ina maana ya, kama wangelisema kwa Kiswahili cha sasa vizuri, wangelisema fumbo. Yaani fumbo na maana yake unaona kwa macho, unatazama kwa macho, lakini huwezi eleza inavyofanyika. Ila unaona vitu vinafanyika, unaona vitu vinafanyika, lakini vieleze basi huwezi. Kwa hiyo Paulo anasema mysterion, bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Sasa kwa nini anasema ni kuu? Siri ya kuwa utauwa ni ipi? Anaeleza hivi, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Jina la Bwana litukuzwe. Yaani huyu ndiye Paulo aliyetokewa na Yesu akielekea Damaski, ile Matendo sura ya 9. Akamwambia, mimi ni Kristo naye ni udhi. Siri ya utauwa ni kuu, kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Wale wanaosema Yesu sio Mungu, pole, kwa sababu shetani anataka wanyang'anye siri ya utauwa. Biblia inasema siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Jamani, jioni ya leo ni furaha iliyonijaza katika andiko hili, ni ya pekee sana. Yesu ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Haleluya! Yesu ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Hii ni habari njema sana. Na Paulo anasema alipodhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho. Yaani roho ndiye aliyethibitisha huyo ni mwenye haki, aliyedhihirishwa katika mwili. Jambo la tatu, akaonekana na malaika. Yaani anachosema ni hivi, malaika ni mashahidi ya kwamba aliyezaliwa katika holi la kulisha wanyama ni Mungu. Akajulikana na malaika. Sasa mimi nashangaa leo hata umalaika tu hatuna. Lakini ndio tunayobishana. Ninajua tu mna nia njema, ila ibilisi adui wa roho zetu anataka atudanganye kama alivyofanya kwa Hawa. Sikiliza, hilo ni fumbo la ajabu na wengi wanajikwaa, kwa sababu siri ya utauwa ni kuu. Huyu alijulikana na malaika. Halafu jambo la tano, akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa Kongo, kule Goma, Kivu, akahubiriwa kule Lubumbashi, akahubiriwa kule Mombasa, Nairobi, Nakuru, akahubiriwa kule Nyeri, akahubiriwa kule Ngaramtoni, akahubiriwa kule Manzese, akahubiriwa Tanzania.
katika mataifa. Jambo la tano, akaaminiwa katika ulimwengu. Yaani habari njema ni hii, Yesu anaaminiwa katika ulimwengu, na wewe na mimi tu miongoni mwao. Sisi tunaposema tunamwamini Yesu, hatuigizi, hatufanyi mambo ya maigizo. Sisi tunaposema tunamwamini Yesu, hatumwamini Yesu kama mwanadamu, tunamwamini Yesu kama Immanueli, Mungu pamoja nasi. Mimi sijui wewe unamwamini kama nani, sielewi, lakini Biblia inaeleza akaaminiwa katika ulimwengu, ya kwamba ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Halafu jambo la sita, akachukuliwa katika utukufu. Yaani hii ndio imani ya pekee. Maana yake akapaa, akarudi zake juu mbinguni. Sasa naomba usikilize jioni ya leo. Hili ni fungu linalotupeleka kwenye jukwaa, kwenye stage. Hamisha macho yako sasa, maana nyayo haziko tena Kalvari. Hamisha macho yako sasa, maana nyayo haziko tena kaburini. Hamisha macho yako sasa, maana nyayo sio tu kwamba siku zile amefufuka, na nyayo zimetoka duniani, zimepaa kwenye utukufu. Hapo ndipo macho yangu na ya kwako sasa yanakwenda kuelekezwa katika Matendo sura ya 1 na mstari wa 9 na mstari wa 11, na hapa tanukuu. Sikiliza kila ambacho kilitendeka siku ile Yesu anapaa. Angalia Matendo sura ya 1 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Sikiliza vizuri, enyi watu wa Galilaya. Hapa ni malaika sasa, mstari wa 11. Wakati wanang'aa macho, wanaangalia juu angani, Yesu anazidi kupotea, wingu limemtoa kwenye macho yao. Wakati wanashangaa, hawajui wafanyeje, mara malaika wakafika wenye mavazi yanayometameta. Ndio maana Paulo alisema wale ni mashahidi, akajulikana katika haki. Malaika wanaelewa, wakawaambia wanafunzi wa Yesu, walikuwa ni 120 wakati ule wakiwa pale eneo la Galilaya, wakawaambia, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Sasa sikiliza, naomba uelewe mambo yafuatayo, ambayo ni ya pekee. Uelewe mambo yafuatayo. Huyu Yesu, baada ya hayo, sikiliza yanachofanyika. Alipokuwa anamalizia lile neno, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, halafu Yudea, halafu Samaria, halafu na mwisho wa nchi. Alipomalizia tu, maana huo ni mstari wa 8 wa Matendo 1, ndipo mstari wa 9, mara akapokewa na wingu kutoka machoni pao, akakwea akaenda. Sasa nataka uelewe jambo hili. Jambo la kwanza ambalo linaelezwa hapo, anaeleza hivi, na ni vizuri uelewe juu ya jambo hili kwamba Yesu, kitu gani kinasemwa hapa. Sasa angalia kinachofanyika. Alipokuwa anakwea, anapaa kwenda, wao wanaangalia akienda, malaika wakampa taarifa. Yesu alishawaambia, akasema ule mstari wa 8, mtapokea nguvu na akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Hapa wengine wanaposoma, tutakuja kuiona hapo huko mbele, napita tu sasa hivi, tutakuja kuiona siku kadhaa huko mbele. Mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu hasemi mtapokea nguvu, anasema sikiza anachokieleza. Nguvu zile mtakazokuwa nazo ni matokeo ya kuja kwa Roho Mtakatifu juu yenu. Halafu anasema ndipo mtakuwa mashahidi. Hiyo ilikuwa ni siku ya 40 tangu amefufuka. Utaiona kwenye Matendo 1 mstari wa 3. Yesu aliwatokea mara kadha wa kadha kwa muda wa siku 40 tangu kufufuka kwake. Yaani tangu ile siku ya Jumapili, tangu siku ya kutikisa mganda, Yesu aliwatokea mara kadha wa kadha mpaka siku hii anapowaambia mtapokea nguvu akija juu yenu Roho Mtakatifu, na wakamwona anapaa. Ilikuwa ni siku ya 40 tangu kufufuka kwake.
Na hiyo ni Matendo 1 mstari wa 3. Sasa Biblia inaeleza hiyo nguvu watakaoipata kama matokeo ya kuja kwa Roho Mtakatifu wanaipata lini? Kwenye ile Matendo 1 mstari wa 1, Biblia inasema ilikuwa siku ya Pentekoste. Hebu sema Pentekoste. Rudia tena Pentekoste. Ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Pentekoste ni neno la Kiyunani, sio la Kilatini, sio la Kiingereza, sio la Kiswahili. Ni neno la Kiyunani. Lina maneno mawili, pent pamoja na koste, lenye maana ya siku ya 50. Ndio maana unaona penta, pentagon, penta. Ukisikia penta ni asili yake neno la Kiyunani. Penta maana yake ni 5. Na inapokuwa Pentekoste ni siku ya 50. Lakini siku ya 50 ipi? Ngoja kidogo uangalie kile ambacho Biblia inaeleza. Fungua Biblia yako ama andika uweze kuona. Hii Pentekoste haijazuka tu wakati wa mitume. Pentekoste Mungu aliitaja mwenyewe na aliwataka Waisraeli wamwabudu yeye katika siku ya Pentekoste. Nenda kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 15 na mstari wa 16 na tusome pamoja. Walawi 23 mstari wa 15 na mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato. Sikiliza, siku ya ngapi? Siku ya ngapi? Baada ya, mnakumbuka jana wakati tunasoma Walawi hiyo sura ya 23, tulikuwa tunasoma mstari wa 6 mpaka wa 8, wakati wa kujua mahesabu ya siku ya kutikisa mganda, alitumia lugha hiyo kwamba siku ya pili baada ya Sabato mtatikisa mganda. Kama nakumbuka, utarudi kwenye notes zako kwenye kitabu hicho cha Walawi 23 mstari wa 6 hadi wa 8. Alisema mtahesabu siku ya pili baada ya Sabato. Na nikaeleza hiyo lugha maana yake ni nini. Usihesabu siku ya pili baada ya siku ya Sabato kwa maana ya zile koma unazoziona pale. Ila alichosema ni hivi, tangu Pasaka kutolewa, siku ya kwanza ilikuwa ni Sabato, siku ya pili siku ya kwanza ya juma. Na hiyo ndio siku aliwaambia tikisa mganda. Sasa anawaambia pia baada ya hiyo siku ya pili hiyo kama tuliosoma mstari wa 6 hadi wa 8 ya Walawi 23 kuhusu kutikisa mganda, ndio anarudia hapa na hapa anarudia tena. Sikiliza Walawi 23:15 hadi 16. Nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato. Baada ya Sabato, tangu siku hiyo mliouleta mganda wa sadaka ya kutikiswa. Sikiliza vizuri, siku ya kutikisa mganda zitatimia Sabato ngapi? 7. Angalia vizuri kwenye skrini hapo. Zitatimia Sabato ngapi? 7. Hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku ngapi? 50. Nanyi mtamsongezea Bwana sadaka ya sadaka gani hiyo? Sadaka ya unga mpya. Sasa angalia vizuri, tangu Pasaka ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa kwa majina yanayotumika leo, siku hiyo Yesu anakufa msalabani. Na ndio maana utaona siku hiyo wale wa viongozi wa dini walishindwa kuingia Praetoria, jumba la mahakama ya Pilato. Na Biblia imeandika vizuri ili wasije wakajinajisi wakashindwa kushiriki Pasaka. Na ilikuwa ndio siku hiyo. Na niliwaambia jana, Yesu alikuwa anatembea kwa ratiba ya maandiko matakatifu. Sikiliza ndugu zangu, ichukulie Biblia kwa umakini, usipuuzie. Ukisikia mtu anaweka akili yake kujaribu kutengua alichosema Biblia, usimsikilize. Maana ratiba yote ambayo Yesu alikuja kufanya ni ile ambayo Biblia imekwisha weka, kwamba Yesu atakufa siku ya Pasaka. Na ilikuwa ni siku gani? Tarehe 14 ya mwezi wa Abibu. Na tulisoma hivyo jana, tarehe 14 na tarehe 15 ambayo ilikuwa ndio siku ya Sabato, akasema inaanza siku ya mikate isiyotiwa chachu. Na tulisoma hivyo jana. Lakini akasema siku ya pili baada ya hiyo ni kutikisa mganda. Na tukaiona hiyo siku ya kutikisa mganda ni siku ya kwanza ya juma. Na tukaona jana ilikuwa ni kuwafundisha Israeli na dunia nzima Yesu atafufuka siku ya kwanza ya juma.
Sasa baada ya kufuka, sikiza, kalenda inaendelea. Moja ni Pasaka tarehe 14, 2 sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu tarehe 15, 3 ni sikukuu ya kutikisa mganda tarehe 16, ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Sasa sikiliza, anasema kuanzia siku hiyo, tangu ya kutikisa mganda, hesabu sabato 7. Juma lina siku ngapi? Juma lina siku ngapi? Andika 7. Halafu na tumeambiwa tuhesabu sabato ngapi? Maana sabato inakuja baada ya siku ngapi? Baada ya siku 6. Ya 7 ni sabato. Kwa hiyo kama ni majuma sabato 7, maana yake ni 7 mara ngapi? Mara 7 ni ngapi hiyo? 49. Kisha akasema, kisha uhesabu inayofuata ya pili yake. Ina maana inayofuata baada ya sabato, na inayofuata baada ya sabato itakuwa siku gani? Ya Jumapili. Siku ya kwanza ya juma ilikuwa ndio siku ya 50, Pentekoste. Ndio maana watu wanafikiri ya kwamba tutaenda huko mbele usikie. Maana watu wasipojua wanawaambia, unajua Jumapili ni siku ya ibada kwa sababu Roho Mtakatifu alishuka na Yesu alifufuka. Wapi wapendwa? Yesu alikuwa anatembea kwenye kalenda yake. Hajasema Jumapili ni siku ya ibada. Alieleza sabato itakuwa siku ya mikate isiyotiwa chachu baada ya siku ya Pasaka. Ijumaa Pasaka, sabato siku ya mikate isiyotiwa chachu, halafu siku ya kwanza ya juma kutikisa mganda. Yesu atafufuka. Kuanzia siku ya kufuka hesabu sabato 7, halafu weki nyingine na ya pili inayofuata itakuwa ni siku ni Pentekoste. Hiyo ni nini basi? Sasa naomba utulie vizuri, kwa sababu Mungu hawezi dhihirishwa. Maana kuna nini Pentekoste? Kwa nini Roho Mtakatifu aje siku ya Pentekoste? Na ninaomba fungua masikio yako yote, akili zako zote, ujue vile ambavyo mbingu zinatembea kwa kalenda iliyowekwa tayari kwenye maandiko. Iamini Biblia, ikautii Biblia, ichukulie Biblia, ishi kulingana na Biblia, itakuongoza salama. Pentekoste ina nini ndani yake? Tasikiliza vizuri sasa. Pentekoste hapa siku Roho Mtakatifu anawajia wale wanafunzi wa Yesu. Biblia inasema ya kwamba wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Halafu mstari wa 4 unasema wakaanza kunena. Wakaanza kunena. Hapa ni Pentekoste. Sasa wakati wananena, Matendo 2 inasema walikuwepo watu kutoka sehemu mbalimbali na walikuwa wamekusanyika. Wakashangaa, mbona wananena Kigogo na hawa ni Wanyamwezi? Mbona wananena hawa nao wanasema tunamsikia kwa lugha ya kwetu ya Wazaramo, lakini hawa sio Wazaramo. Walikuwepo Walibia, walikuwepo Warumi, walikuwepo Wayunani, walikuwepo makabila mbalimbali yametajwa kwenye Matendo sura ya 2. Kilichowashangaza hawa watu na wa Galilaya, lakini wanasema lugha za kwetu tulizozaliwa nazo. Mstari wa 12 wakajiuliza, nini maana ya mambo haya? Hiyo ndio ilikuwa hoja iliyomchukua Petro akaingia katika huduma. Nisikilize vizuri. Akaanza kuwaeleza nini maana ya hayo wanayoyaona. Akaanzia kwa Yoeli, akatembea na Yoeli kwamba Roho Mtakatifu atakuja. Yoeli alishasema, hii inapita tu kwa leo, maana yako huko mbele yatakuja. Akampitisha kwa Yoeli kwa sababu Biblia wakati ule ilikuwa ni agano la kale pekee. Kwa hiyo akawarudisha kwa unabii wa Yoeli. Akawaeleza Yoeli, alisema kuanzia Yoeli 2 mstari wa 28 mpaka 32 alizungumzia kuja kwa Roho Mtakatifu. Kisha alipoenda akapowafikisha pale, akawaacha kwa Yoeli, akahama Gia. Sikiliza vizuri. Akatoka hapo akaenda
akaanza habari za Yesu. Na unajua alianzaje? Ndugu zangu, naomba kidogo nizungumze nanyi habari za Yesu Kristo, ambaye walimkamata wakamuua, lakini akafufuka kisha akapaa. Sasa sikiliza kile ambacho Petro anaeleza. Soma pamoja nami Matendo 2 mstari wa 33. Matendo 2 mstari wa 33. Hapa na nukuu, neno la Mungu linasema, basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Naomba usikilize hotuba ya Petro. Petro alianza na Yoeli kwamba Roho Mtakatifu anakuja, lakini Roho Mtakatifu anapokuja haji kwa sababu yoyote ile, ila anatupatia sisi majibu. Yesu ameketi. Sikiliza vizuri, Yesu ameketi, yuko kwenye mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Yaani Petro anachosema ni hivi, kuja kwa Roho Mtakatifu ni majibu ya watu wote, kwamba ya sasa hivi Yesu ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu juu mbinguni. Sasa sikiliza kidogo, baadhi ya watu wanaishia kuona Roho Mtakatifu kama kunena kwa lugha, wanamwona Roho Mtakatifu kama tu kujazwa na Roho Mtakatifu na kufanya kazi yake. Sikiliza, Matendo sura ya 2, kwa mujibu wa hotuba ya Petro, anatuambia hivi, Pentekoste haikutendeka hapa duniani. Pentekoste imetendeka juu mbinguni. Imetendekaje? Yesu ni ameketi katika kiti cha enzi, na kwa sababu hiyo ndio maana Roho Mtakatifu amekuja. Yaani kitendo cha Roho Mtakatifu kuja ni ishara Yesu ameketi. Ilikuwa ndio jibu lake hiyo. Ndio utaona Zaburi 110 mstari wa kwanza, utaona habari ya kuketi. Utaona Petro ya kwanza sura ile ya 3 mstari wa 22, utaona Efeso 1 mstari wa 20, utaona Wakolosai 3 mstari wa kwanza, utaona Waebrania 1 mstari wa 3. Ameketi. Na ndio maana unaona kwa nini ni vizuri ujue Yesu yuko wapi. Ameketi. Sio tena hapa duniani, ameketi kwenye jukwaa, na lile jukwaa ni jukwaa mahususi kabisa. Yesu ameketi. Kwa nini? Unajuaje ameketi? Tuna hakika kitendo cha Roho Mtakatifu kuja hapa duniani ndio uhakika wenyewe. Yesu ameketi. Kwa hivyo wakati wanadamu wengi wanafikiri ya kwamba kuja kwa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya sisi kufanya kazi yake, ni kwa ajili ya sisi kujazwa na kwa ajili ya hiki, kumbe Pentekoste ni tukio ambalo lilikuwa limefanyika juu mbinguni. Sasa angalia, Yesu alipaa, ilikuwa ni siku ya 40 tangu amefufuka. Ina maana tangu amepaa mpaka Roho Mtakatifu anakuja ilikuwa ni siku ya 10. Tangu amepaa na Roho Mtakatifu amekuja ilikuwa ni siku ya 10. Na ndio maana utakapopata nafasi, soma ukiwa umetulia kwenye Ufunuo sura ya 4 na Ufunuo sura ya 5. Zile sura 2 za Ufunuo ndizo zinazoelezea kilichotokea ndani ya siku 10 tangu amefika mbinguni na tangu Roho Mtakatifu anakuja. Katika hizo siku 10 nini kilitokea? Utaziona kwenye Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5. Utakapata nafasi nenda usome, utaona wanasifu wako pale, malaika wako pale wenye uhai 4, wako wazee 24, malaika wasiohesabika wamezunguka kiti cha enzi, na unaona mwana kondoo kama aliyechinjwa na ameketi, na wanasifu. Wimbo wao ni kwamba astahili mwana kondoo aliyechinjwa, astahili. Yaani ile ni kutawazwa kwa kuketi kwake. Naomba sikiliza huko mbele tuje kuiona hiyo inavyoelezwa hiyo lugha kwa upana. Yaani hiyo ni kutawazwa. Kutawazwa maana yake ni kusimikwa, enthronement, kuwekwa ikulu, kuingia kwenye jukwaa. Hiyo yote unaiona kwenye sura ya 4 na sura ya 5. Siku zile 10, watu wengi huwa wanatamani kujua hivi zile siku 10 tangu Yesu ameenda juu mbinguni alikuwa anafanya nini? Nenda usome sura ya 4 na sura ya 5. Ndizo zinaeleza kilichotokea ndani ya siku 10. Na ilipofanikisha ikafikia mwisho,
Petro anasema ndio maana Roho Mtakatifu ameshuka. Kwa hivyo mkono wa kuume, watu wanafikiri mkono wa kuume ni nini? Basi mkono wa kuume ni lugha ya mamlaka. Mkono wa kuume ni lugha ya kuwa mwenye mamlaka, ukuu, uwezo. Ndio nasikia mkono wa kuume. Usianza kumchora Mungu kushoto na kulia, mbele na nyuma, maana umesikia mkono wa kuume. Unaposikia wale mbuzi mkono wa kushoto, halafu kondoo mkono wa kulia, haimaanishi huu unaopeleka chakula. Biblia inamaanisha walioheshimiwa, mkono wenye kuheshimiwa, mkono uliotukuzwa, kwa maana ya kutukuzwa, kwa maana ya ukuu, kwa maana ya mamlaka. Hiyo ndio maana ya Biblia ya mkono wa kuume. Kwa hiyo mkono wa kuume maana yake ametukuzwa. Ndio maana Yesu alisema Roho Mtakatifu alikuwa jaja, maana Yesu alikuwa hajatukuzwa. Sio kutukuzwa kupi? Ndio huko ndani ya zile siku 10 ambako ilifanyika enthronement, Kristo kutawazwa kuwa mfalme wa wafalme. Lakini sio hivyo tu, na kuwa kuhani. Endelea tu kuja uweze kuelewa habari inayozungumzwa. Kwa hiyo kupaa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni kuja kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu alisema kwenye Yohana 16:7 ya kwamba ni heri kwenu mimi niondoke, maana nisipoondoka yule msaidizi hatakuja kwenu, lakini nikienda nitampeleka kwenu. Hiyo maana yake Roho Mtakatifu amekuja. Wote wanaopokea Roho Mtakatifu, maana yake ni hivi: Yesu ni mfalme wa wafalme. Hiyo maana yake. 2, Yesu ni kuhani mkuu. Endelea kuhudhuria. Haya mengine ya kupeleka injili, haya mengine ya kuwa na tabia yake, haya mengine yanayoendelea leo, hayo ni mengineyo. Yana agenda ya Pentekoste. Yesu ni mfalme na Yesu ni kuhani. Hiyo ndio inayoelezwa pale. Lakini katika ile Matendo 1:8 ambayo anaeleza mtapokea Roho Mtakatifu, na kwa sababu ya Roho Mtakatifu mtakuwa na nguvu. Na hivyo kumbe Pentekoste ni matokeo ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Yesu ni mfalme, Yesu ni kuhani, na kitendo hicho Roho Mtakatifu akaja. Na kuja kwa Roho Mtakatifu maana yake tunawezeshwa kupeleka habari njema ulimwenguni kote. Yaani wewe pamoja nami, pale unaposonga mbele kueleza watu ukweli wa neno la Bwana, umepokea Roho Mtakatifu. Naomba msikize vizuri. Wako watu ambao wanadhani kupokea Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya nini? Yaani moja, Yesu ni mfalme na Yesu ni kuhani mkuu. Lakini je, kwako wewe na mimi hapa duniani, baada ya kunieleza hicho, kuna kingine? Kuipo kipi hicho? Atatupatia uwezo wa kueleza kwamba Yesu ni mfalme na Yesu ni kuhani mkuu. Hacha ubabaishaji ambayo Ibilisi anaufanya leo, eti watu wakiwa na Roho Mtakatifu wakifanywa hivi wanaanguka chini. Acha ubabaishaji huo. Sikiliza tu, sikilizeni. Hakuwepo Roho Mtakatifu wa namna hiyo wa kufanya hivi watu wanarundikwa chini. Naomba muendelee kuja tu, kwa sababu Bwana amechagua ziwe nyayo za matumaini pande juu ya jukwaa. Yesu alisema Matendo 1:8, akiisha kuja Roho Mtakatifu mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wake. Hasemi mkiwa na Roho Mtakatifu ukipiga chafya watu wanadondoka. Wewe. Hajasema ukiwa na Roho Mtakatifu ukifanya mkono hivi watu wote wanaviringita. Hakuna Roho Mtakatifu huyo, isipokuwa pepo ndiye anaviringita. Unaniambia sasa, pastor, si wana mapepo? Naambia sasa, sikiliza. Na keusi na kekundu, omba Mungu akujalie kuja, kwa sababu ziko nyayo zenye matumaini. Zitaweka rangi zote za yule adui wazi. Biblia itaangaza na kumulika kila giza la shetani. Mungu akupatie afya njema na uendelee kuja. Utaona kwenye jukwaa, maana kwenye jukwaa hapa itatusafirisha kwa muda mrefu kwenye jukwaa, na utaona kila ambacho kinamaanisha kuja kwa Roho Mtakatifu kwa maisha ya muumini. Maisha ya muumini ni kwamba akipokea Roho Mtakatifu atakuwa shahidi wa Yesu.
Wale wanaofanya kazi ya Bwana, wanaoweka ving'amuzi kwenye vituo, wanaotoa fedha kwa ajili ya Bwana, wanaofungulia watu maandiko, wale ambao wanawatembelea na kuomba nao, wale ambao wanawatia moyo na kuwashauri kwa ajili ya Yesu ameketi, hao wana ushahidi, wako na Roho Mtakatifu. Sio ufanye hivi ndio watu wajue unaye. Sasa na nimewaambia kwamba, sikiliza, unawaambia kwamba katika maisha haya wako ambao baada ya kuwasema wana Roho Mtakatifu wanaacha Kisukuma, wanazungumza kisichoeleweka. Eti Mungu siku hizi hajui hata Kisukuma. Mimi namshangaa roho wa siku hizi jamani. Roho wa siku hizi namshangaa. Ninamshangaa ametokea wapi? Eti mimi leo Semba ambaye najua lugha ya kwetu ya Kijita, eti Roho Mtakatifu akinijaza ninaacha Kiswahili, halafu ninaacha Kijita. Basi hata Kiingereza nacho ninakiacha. Sasa hapo natafuta lugha ambayo haipatikani kwenye sayari ya dunia. Nikiulizwa hiyo umeipata wapi? Kwenye mwezi haipo. Sayari ya Zuhura hakuna. Ya Masi haipo. Twende basi kwenye sayari ya jua. Jua ni nyota, utayeyuka. Wapi sasa? Mbona ukiimba unaimba Kijaruo? Mbona Yesu unaamini anasikia? Mbona unaimba kwa Kidengerekwe? Mbona unaimba kwa Kimakua? Mbona unaimba kwa Kiswahili? Yesu anasikia. Huyu ni roho gani? Anapokuingia unapoteza ufahamu. Unakuwa mtoto anayenyonya baba barabara baba. Huyu yani mtoto anayenyonya, nasemaga hivyo. Nakumbuka kijana wa kaka yangu alipokuwa amezaliwa, alikuwa anapenda alikuwa anapenda nani wanapaka kwenye mkate ile. Ruben Asafi, asante kwa kuja. Alikuwa anapenda Blue Band. Sasa alikuwa anapenda kwenye mkate anaweka. Kaka anaita Barbandi. Siku hizi ni mtu msema nani, medical doctor, certified doctor. Nafikiri ananisikia Barbandi. Sasa sikuwa namtania tu Barbandi. Anasema baba mdogo naye. Watoto ndio wanaoshindwa kutamka maneno, lakini watu wazima na elimu zao, wana elimu zao, ni watu wazima. Eti kweli, kaa tu ufikiri, mtu wa Mungu, kaa tu ufikiri. Hivi huyu Roho wa Mungu huyu anayeniondolea lugha ya mama, anaondolea lugha ya baba, ananitoa kwenye lugha ya Tanzania Kiswahili, ananihamisha kwenye lugha ya Kikoloni ya Kiingereza, ananitoa kote huko anipeleka kwenye lugha ambayo yani ananipigiza kwenye mawe, ananipigiza kwenye mashimo, ananipigiza kwenye mashimo. Huyo roho lazima achunguzwe, na Biblia itamchunguza katika mikutano hii, kwa sababu Biblia imesema zijaribuni hizo roho, na hatujaribu kwenda maabara, kwa sababu huyo roho hautapata majibu ya ugonjwa anaoumwa. Ugonjwa wa roho wa namna hiyo utaupata kwenye maandiko matakatifu. Na mimi nayasema hivyo kwa sababu najua watu wa Mungu wote hao, ninajua wana nia njema kabisa, wanatamani waongee na Mungu wao, wamsifu kwa nyimbo, lakini tu ni kwamba shetani tu ndiye anayedanganya. Basi ndio adui wangu na ndio adui wako. Ninajua kabisa nia yako ni njema, ni kwa sababu ulifundishwa hivyo na ukaaminishwa hiyo ndio lugha ya kunena kwa lugha. Lakini Biblia ni kwa sababu Mungu anajua, anatamani tuweze kuelewa, anatamani tuweze kuitikia, tamani tuweze kustawi, anajua atatufunulia neno lake la kweli. Maana wale wenzetu walisikia lugha ya kwao. Kwenye ile Matendo 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 8, walisikia lugha ya kwao waliozaliwa nayo. Ndicho kilichowashangaza hawa wa Galilaya. Kuna kitu gani kimeendelea? Mbona wananena lugha ya kwetu? Hivi ni lugha gani leo ambayo inanenwa haiko popote chini ya jua? Zijaribuni hizo roho. Na wewe kwa sababu ni mwaminifu, Mkristo wa Bwana mwaminifu, anayetamani ajue mapenzi ya Bwana, uwe na hakika kuna jukwaa, nyayo za matumaini zitakupandisha uone. Roho Mtakatifu anapokuja utanena lugha zinazoeleweka.
Walinena lugha ambazo wale watu wa mataifa mbalimbali walisikia kwa lugha zao. Roho Mtakatifu anayetamani watu wamfahamu, atakapokuja atanena. Halafu angalia Matendo sura ya 5 mstari wa 31. Biblia inaeleza mtu huyo Mungu alimtukuza kwa mkono wake wa kuume. Huyu ni Petro anaendelea kueleza, alimtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi, awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Haleluya! Ameketi ili atoe toba, 1, 2, na msamaha wa dhambi. Panda kwenye jukwaa umuone Yesu, nyayo zenye matumaini juu ya jukwaa. Ameketi atoe toba, ameketi atoe msamaha. Mtu asikudanganye, toba inatoka kwa aliyeketi kwenye jukwaa. Yesu atatupatia toba. Usizuie. Jambo la pili, ameketi atoe msamaha wa dhambi. Hii ni habari njema. Ndiye anayetupatia kutubu, ndiye anatupatia msamaha wa dhambi. Kwa hivyo ameketi atoe toba kwetu, atoe msamaha kwetu. Sikiza ndugu zangu wapendwa, msiwe na mashaka kwamba watu wataungama, watu watatubu, watu wataitikia. Jibu ni hili: kwa kuwa Yesu ameketi kwenye jukwaa, nyaze matumaini, atawapatia watu wake moyo wa toba. Atatupatia moyo wa toba. Yaani usimzuie, ameketi akupatie ofa ya kutubu maisha yetu. Na sio hivyo tu, anatusamehe dhambi. Anatusamehe dhambi. Ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 1 hadi wa 2, neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiyo kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Yaani hapa Yohana aliyekaa na Yesu miaka hiyo yote ndiye aliyekuwa mtume wa mwisho, akiandika mwishoni mwa karne ya kwanza, tukitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, mwinjilisti Paul Semba. Unasikia? Aha. Bwana awe nanyi. Bwana awe nanyi. Biblia inasema tukitenda dhambi tunaye mwombezi kwa nani? Na huyo ni nani? Yesu Kristo. Sio mchungaji Semba, wala sio Bikira Maria, hapana. Wala sio mtakatifu Petro, mpeleke kaburini. Wala wote hao peleka, pangua hao, pangua. Kwa kuwa ameketi, pangua Tomaso, pangua Yusufu, pangua Mariamu, pangua Matayo, pangua Marima, pangua Marima. Toa, pindua hao, mwaga meza hiyo, pindua kule, peleka kule. Akileta Maria, peleka kule. Akileta Matayo, peleka kule. Akileta Luka, peleka kule. Hapa hakuna cha mtakatifu anayetuombea isipokuwa Yesu Kristo. Nyayo za matumaini kwenye jukwaa. Matayo anafika lini wapi pale? Anamgua kufika pale? Hatafikaje pale Matayo? Nani atamfikisha pale? Matayo yuko kaburini, Yusufu yuko kaburini, Matomaso yuko kaburini, Luka yuko kaburini, Marko yuko kaburini. Watakatifu wote waliolala wako kaburini. Hawajawahi kwenda. Lile ni jukwaa ambalo anaingia yeye aliyetoka kaburini. Huyo aliyefufuka, huyo akapaa, malaika wakaona, akabebwa na wingu, akaenda, ameketi. Na kama una Roho Mtakatifu, maana yake Yesu ni mfalme, anawapa watu toba, anawapa watu msamaha. Tukiungama dhambi zetu, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yaani hii Biblia hii haina mwanadamu yeyote anayetuombea kuondolewa dhambi. Haina. Anayetupatanisha haina. Angalia Timotheo ya kwanza 2 na ule mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Timotheo ya kwanza 2 mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Yaani mpatanishi katika mbingu na sayari ya dunia. Mwanadamu ni mngapi tu?
Nenda Marekani, ni mmoja. Nenda Ulaya, ni mmoja. Nenda Warabuni, ni mmoja. Nenda India, ni mmoja. Nenda China, ni mmoja. Njoo Afrika, ni mmoja. Na huyo sio yeyote, Yesu Kristo. Panda kwenye jukwaa, hakupatie faraja. Yeye ameketi. Uungame dhambi zetu, tupate ondoleo la dhambi, maana ndiye anayetuombea, ndiye aliyeketi. Aliyeketi. Na unajua wakati Yohana anaandika maneno yale, Yohana usifikiri hakumjua Mariamu. Sasa wakati Yesu uko msalabani kwenye Yohana 19, Yesu akiwa pale akamwambia mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia Yohana, tazama mama yako. Biblia inasema Yohana alimchukua Mariamu tangu siku ile. Na unajua Yesu anakufa msalabani, Yusufu alishakafariki. Kwa hivyo alimuona Mariamu, akajua machungu atakayopitia. Wakati huo watoto wa Yusufu walikuwa bado hawajamjua Yesu ni nani. Kwa hiyo Yesu aliposema mama, tazama mwanao, maana yake mama na kukabidhi kwa Yohana. Kisha akamwambia Yohana, na kukabidhi huyu mama umtunze. Na Biblia inaeleza Yohana alimchukua Mariamu tangu siku ile. Mariamu amekufa mikononi mwa Yohana. Wakati Yohana anaandika ujumbe huu kwamba tukitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, kwa nini hajasema tunaye Mariamu? Yeye aliyekaa na Mariamu hana habari na Mariamu. Wewe ambaye hujakaa na Mariamu ndio unatembea na Mariamu. Panda kwenye jukwaa. Yesu Kristo mwombezi pekee jioni hii ya leo atupatie toba, atupatie msamaha na ondoleo la dhambi. Kwea juu ya jukwaa, simameni kokote uliko jioni hii ya leo. Bwana akubariki sana katika maisha yako. Amani ya Bwana iwe nawe. Endelea kuhudhuria, jitoe kwa Bwana kule kwenye vituo. Usiondoke hujajitoa, hata hapa usiondoke hujajitoa. Weka jina lako, wataandika uko ubatizo tena, unakuja kwa ajili yako. Ameketi akupatie msamaha na ondoleo la dhambi. Yeye ushahidi ya kwamba ni mkuu na ameketi pale ni kwamba Roho Mtakatifu amekuja. Roho Mtakatifu amekuja, ananiambia Yesu ameketi. Yesu ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi. Kwa sababu hiyo jioni ya leo nasema Yesu ninakuja kwako. Na usema Yesu ninakuja kwako, nami nitabatizwa. Asante kwa kunipatia toba na kunipatia ondoleo la dhambi. Na kwa sababu hiyo unakwenda kubatizwa, nyosha mkono pale ulipo jioni ya leo. Nyosha mkono. Mungu akubariki sana. Nimeona mkono wako, nimeona mikono yenu jamani. Bwana wabariki sana. Fumba macho tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante jioni ya leo. Asante kwa Yesu Kristo aliyeketi ili atupatie toba. Na watoto wako wameungama na kutubu, atupatie ondoleo la dhambi. Hii ni habari njema, nyayo juu ya jukwaa. Sasa beba watoto wako katika mbawa zako, katika jina la Yesu Kristo, amen.